Hamjambo mtazamaji wa televisheni La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari, pia uchambuzi wa habari zetu za siku ya leo. Uchambuzi na habari zetu ambazo zitaongozwa kwenu na Jean-Pierre Emmanuel Kaluya, mtangazaji wako. Nikukaribisha kuweza kujiunga nasi kabisa mwanzo hadi mwisho. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, usikose kabisa kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vya televisheni zetu vinapatikana mjini Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo moja kwa moja tunapata nafasi ya kurushia matangazo yetu kupitia televisheni yetu. Asante sana. Ikiwa una maoni au pendekezo, usikose kabisa kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. Moja kwa moja tutakwenda kukujibu. Katika uchambuzi pia habari zetu za siku leo, tutazungumzia wanajeshi 17 wa M23 wakiwemo viongozi ama maafisa watatu RDF kutoka pale maeneo ya Rwanda ambao waliweza kuanguka mtegoni mwa FARDC pamoja na wazalendo huko maeneo ya Katongo. Na pia tutakwenda kabisa kuzungumzia hali ya usalama namna gani inavyoendelea huko maeneo ya Katongo, Kigongo, Kitugomba na milima pia inayoinukia mji wa Uvira. Na huko Baraka tutazungumzia kuhusu milio ya risasi ambayo inaendelea kulia kila leo, ambapo raia waomba kabisa serikali kuingilia kati ili kuweza kukomesha hali hiyo, kwa sababu makazi Baraka zimeanzishwa vizuri, waliokuwa ukimbizini tayari wameanza kurejea. Na pia tutazungumzia kuhusu habari ambazo zilieleza kuwa M23 huko maeneo ya Rugumba, maeneo ya Kigarama, ambapo kabisa walithibitisha kuwa walikuwa wakitoka pale maeneo ya Kaziba, Bukavu, wakiwa wengi na watoto pamoja na wanawake wakiweza kujielekeza kwenye vilima vya Rugumba, Kigarama, wakitaja kuwa wanaelekea kwenye milima ya Ufuliru. Na pia utakwenda kujua mengi zaidi kuhusu habari zetu za siku ya leo. Pia tutachambua kuhusu mahojiano ambayo tuliweza kuyazungumza pamoja na viongozi wa FARDC mjini Baraka na kuweza kujua kauli hiyo iliweza kupokelewa namna gani baadhi ya wakongomani ambao wanaopatikana nje ya nchi na wanaopatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya na mengine ni katika uchambuzi wetu wa habari. Nikukaribishe kuweza kujiunga nasi. Karibu. Katika habari zetu pia uchambuzi wetu wa habari moja kwa moja, tuanze na habari hizi kabisa za karibu hivi ambazo zilitaja kuwa wanajeshi 17 wa M23 waliweza kuanguka mikononi mwa jeshi la FARDC pamoja na wazalendo huko maeneo ya Katongo, huko akitaja kuwa miongoni mwao mlikuwa wanajeshi watatu, wanajeshi wa Rwanda wakiwa wa kamanda ambao walikuwa kiongoza vikosi hivyo. Katika habari zetu ambazo tulizozipata zilitaja kwamba wanajeshi 17 miongoni mwao wakiwa wa FCRDF waliweza kuanguka mtegoni huko Katongo na wakaamua kuweka silaha zao chini bila mapigano. Moja kwa moja waliweza kusafirishwa hadi Baraka. Kati ya hizo zaidi waliweza kutaja kwamba wamoja wao ni wakiwa ni wananchi wa Kongo ambao wanawekwa kwenye mstari wa mbele, wakati kabisa nchi ya Rwanda ikiwa na wasukuma na kuendelea kuendesha vitendo vya uhalifu, na huku wakiendelea kunyang'anya pia kutesa raia wa maeneo hayo. Huku kauli iliweza kutajwa kwamba ni vema wakongomani kuwa macho na kuweza kujikinga na hali hiyo, ambapo jeshi la Rwanda linajaribu kutumikisha wakongomani katika mstari wa mbele, huku wakiendelea kupoteza maisha na pia wanaendelea kuyumbisha usalama nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hatuna Kongo moja, bali ni Kongo yetu hii ambayo tuliopewa na Mwenyezi Mungu, na ndio kwa maana tunatakiwa kukinga kabisa mipaka na mali yetu pia wananchi, kwa sababu tusije tukaingia mtegoni, huku Rwanda kiendelea kuendesha vishawishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo la kukamatwa kwa wanajeshi hao 17 imeweza kuleta furaha kwa wakongomani, ambapo kabisa wakiomba wengine M23 wanaosalia kuweza kuiga mfano kama na huu na kuweza kujisalimisha mbele ya jeshi ya Kongo kwa kuendelea kutumikia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia tuzungumzie kuhusu hali ya sasa ambayo inayopatikana huko maeneo ya Katongo, Kigongo, Kitu, maeneo ya Gomba kwenye milima inayoinukia mji wa Uvira. Baada ya sasa ilieleza kuwa mapigano pale Makobola na nafasi zingine haishuhudiwi.
lakini mapigano ikiwa yanashuhudiwa kwenye milima inayoinukia Uvira huko maeneo ya Kitu na maeneo ya Gomba. Athibitisha hivyo msemaji wa FARDC ambaye ni Lieutenant Ligene, ambaye alitaja kuwa licha kuwa kumekuwa na hali tofauti, lakini usalama utarudia baadaye na miongoni mwa wakaaji wa pale Uvira watarudilia makao yao. Hii imepita tu baada tu ya tangazo ya gavana wa jimbo la Sud Kivu Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi, ambaye aliweza kuwapa wakongomani moyo kwa wakati huu wanayoipitia, huku akitaja kwamba punde si punde wataweza kurudilia mikoa yao ambayo iliyonyanganywa na nchi ya Rwanda, kwa sababu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi anaendelesha diplomasia ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kigongo, Katongo, Kitu, Gomba na vijiji vingine kwa sasa vinaendelea kumilikiwa na jeshi la FARDC, ambapo raia wengi wakisusia na kutaja kwamba kwa nini jeshi la FARDC lisiingie Uvira kuendelea kukomboa raia wa Uvira ambao wanaopatikana maeneo hayo, kwa sababu mpaka sasa wanaendelea kunyanyaswa, wengine kuendelea kudhulumiwa mali na wengine kupoteza maisha kupitia hali hii ambayo inayoripotiwa. Na kupitia habari hizo za Uvira, habari za ukweli kabisa zilieleza kwamba majira ya usiku, yani hiyo jana kuamkia hii leo, watu zaidi ya 4 waliweza kukamatwa na kupelekwa nafasi isiyojulikana. Tukio hili limetukia kwenye kata la Kalundu huko maeneo ya Rugembe. Habari ndivyo ziliweza kueleza. Zilieleza kwamba wanajeshi wa M23 wanajaribu kuingia nyumba kwa nyumba maeneo hayo, na kati walikuta vijana hao waliweza kuwakamata wakiwashakia kuwa ni wazalendo na moja kwa moja kuweza kuwapeleka. Familia ziliingilia kati ili kuangalia namna gani kuweza kuachilia bila mafanikio, huku wakiomba serikali kuingilia kati ili kuruhusu raia hao waweze kurudi makao kwao, kwa sababu hawajawahi kushiriki kazi za kijeshi. Hali hii inaendelea kuleta taharuki, wakati baba mmoja mwingine hiyo jana akiwa mtumishi kwenye ofisi ya Vodacom pale Mulongwe Avenue Walungu, naye pia aliweza kukamatwa na wanajeshi wa M23 na kuweza kupelekwa na kuweza kuwekwa mbaroni. Raia wanaendelea kusumbuka huko maeneo ya Uvira. Nini hasa ambayo inaweza kuwa ni changamoto katika hali hii ambayo inaendelea kutokea kila leo, wakati M23 ilitaja kwamba wamekuja kukomboa raia, lakini wanaendelea kuendesha mambo ya kukamata raia na kuwafunga, wengi wao wakishtumiwa kuwa ni wazalendo. Wanakamatwa moja kwa moja na kupelekwa kwenye kambi ya Rumangabo. Umesikia kwamba kuna vijana wa 4 ambao waliweza kukamatwa pale kwenye kata la Kalundu majira ya usiku, na hawa wakiwa wanashakiwa kabisa kuwa ni wazalendo, lakini familia zao zilitaja kwamba ni raia mtupu ambao kabisa hawajawahi kushiriki hata kazi za kijeshi, na kuomba serikali kuingilia kati ili kabisa kuweza kuachia vijana hao. Baba aliyekamatwa pale maeneo ya Mulongwe pale kwenye ofisi ya Vodacom ambapo alikuwa ni mfanyakazi, mpaka sasa hawajui nafasi ambapo amepelekwa, kwa sababu M23 ilifika pale na kuweza kumkamata na kuweza kuondoka nao, kwa sababu hii imeanza kuwapatia raia hofu kabisa. Wakionana moja kwa moja na M23, wengi wao huwa wanakimbia kwa sababu wameanza kuogopa hali hii ya kukamatwa kiolela. Tutaje na habari za M23 ambazo zimetoka pale maeneo ya Bukavu zikipitia Kaziba, wakiwa kwa wingi kabisa, ambao waliweza kupitia maeneo ya Kirarama wakijielekeza huko Rurambo. Rurambo ni milima kabisa ambayo inayoinukia Lemera. Watu waliona M23 wakiwa wengi mlolongo, wakiwa na silaha nzito nzito, wakitokea Bukavu wakijielekeza huko Kaziba, wakitokea Kaziba wakijielekeza huko Rurambo, na hawa walikuwa wakizani kwamba ni FDLR ndiyo ambayo inayopitia maeneo hayo, lakini baada ya uchunguzi, ndugu zetu wanaopatikana pale Lemera walithibitisha kuwa ni M23 ambao wamekuja pamoja na kabila la Wanyamrenge wakiwa wengi kabisa wakijielekeza huko maeneo ya Rurambo, na huku wakitoa tahadhari na kuomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya liwezekanalo ili kuangalia watu hao ni wakina nani
na wanaendelea wapi? Habari hizi kabisa zikiwa ni mbichi za hiyo tariki 13 mwezi Januari mwaka 2026. Kwa kumaliza, tumalize kabisa na habari zetu za milio ya risasi kabla ya kujiunga kabisa na uchambuzi wetu. Habari za milio ya risasi kila leo, raia waomba kabisa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuingilia kati ili kukomesha hali ya milio hii ya risasi ambayo inayoendeshwa kila leo. Katika kikao cha baraza la usalama ambacho kilichofanyika hapa mjini Baraka, kikao hicho ambacho kilikusanya viongozi wa wazalendo pamoja na viongozi wa jeshi, wakuu wa tarafa la Fizi, wakuu wa maofisi mbalimbali, pia vitengo mbalimbali vya serikali. Katika kikao hicho walipata nafasi ya kuzungumzia kuwa wanajeshi wengi pamoja na wazalendo wanatumia pombe za nguvu, na huku wakianza kulewa ndipo wanaanza kutandika risasi. Kwa hiyo jukumu ni kwa serikali kuangalia namna gani ili kuangalia wale wanajeshi ambao wanaokunywa pombe hadharani na kuanza kufungwa ili kuepukana na hali hiyo. Tukujuze kuwa mjini Baraka kila leo usiku risasi zinalia kwa kiolela, wakati hakuna hata jukumu lolote ambalo linachukuliwa na serikali, lakini serikali imeahidi kwamba itaingilia kati swala hilo ili kukomesha hali hiyo ya kupiga risasi kiolela, na watakao kuwa wanakamatwa watahukumiwa kulingana na sheria. Katika vipindi vyetu vilivyopita tuliweza kuzungumza na msemaji wa wazalendo huko maeneo ya Makobola. Watu wengi waliweza kuchukulia poa, kwa sababu wakitaja kuwa kwa nini wazalendo na FARDC waingie Uvira. Tulipata nafasi ya kuzungumza na bwana Dalto akiwa ni msemaji wa wazalendo anayepatikana kwenye shamba la vita pale Makobola. Alitoa michango mikubwa sana na kuomba wakongomani kuwa kimya, kuvumilia, kwa sababu serikali imejipanga vizuri kuangalia namna gani ya kuweza kukomesha, na kutaja kwamba Uvira muda wote ule itaweza kukombolewa. Wabaki kimya, watulie, kwa sababu pale ambapo wanapozungumzia Makobola na nafasi nyingine ilikuwa tayari imekamatiwa na adui, na amewapa moyo pia kuambia kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kufanya liwezekanalo ili kurudisha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vipindi viwili mfululizo vya masolo ya FARDC ambavyo kipindi hicho kinakupa nafasi ya kuzungumzia hali ya usawa na usalama namna gani unavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanajeshi wa FARDC wanakuwa kabisa na nafasi ya kukueleza na kukupasha habari namna gani inavyoendelea ya kivita. Uliweza kusikiliza bwana Karako Tade namna gani alivyozungumza kuhusu hali ya vita na namna gani wanavyojipanga. Pia amesisitiza kabisa kuhusu wakongomani ambao wanakaribisha M23 na kutumika nao. Amesema kwamba ni jambo kabisa la kupiga marufuku, kwa sababu muda sio mrefu wataingia Uvira, na ikiwa tayari wewe utakuwa umeshajiunga na M23 utakuwa mgeni wa nani? Kwa hiyo ameweza kutoa tahadhari na kuonyesha kwamba wao wameapa kuweza kutumikia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na watakufa kutumikia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuiga wakongomani kuomba wakongomani wengine kuiga mfano ili kuweza kufia nchi ya Kongo, kwa sababu nchi ya Rwanda inahitaji kabisa kuweza kugawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo kabisa ambalo haliwezi kuwezekana. Kwa upande wake Machozi ya Simba aliweza kutaja kwamba hii ni moja kati ya makubaliano ambayo inaendelea kufanyika, kwa sababu hapa mjini Baraka usalama umeanza kurudia na wakaaji wameanza kuishi katika hali ya kutumika vizuri. Ukiangalia activities zinaanza kutumika vizuri, soko zinalema, pia duka mbalimbali, hata usafiri unafanyika bila hata kabisa unafanyika vizuri bila hata tatizo. Kwa hiyo nakuomba raia kuvumilia na kuwa makini ili kuangalia namna gani ya kutopatia adui nafasi kwa kuweza kuwasili hapa mjini Baraka. Basi ya mazungumzo ambayo tuliyozungumza nao, na kuomba kabisa uweze kusikiliza angalau hata maneno matatu mawili walioyazungumza katika kipindi cha masolo ya FARDC. M23 alikuwa anakuya kama vile pepo, alikuwa anakuya kama vile pepo. Leo eko wapi?
Il n'y a pas le temps même de demander de telles questions. Nous n'avons pas de ce temps-là de poser de telles questions parce que nous sommes là. Il ne fait rien. Le M23 qui m'attend à ce jour, il ne fait rien. Alikuya walikuwa natumikisha franga, wanapatia wananchi wanadeborde, wanaacha wanajeshi wanawanisha manjia ya panya na inaba permettre waende conquérir. Mais nous avons toutes ces stratégies. Ndio hapo mimi nakwambia wazi, mweko M23 anisikie. M23 anakuwa mlima. Anakuwa mlima gani? Anakuwa hapa na kitu. Pale kitu tukamtwanga jana. Masira ngapi imekamatiwa? C'est pour vous dire que ennemi ou M23 hiyo temps tunamwachia parce que nous avons le temps. Vita abaenda kena kama vile kwenda kusherea ya nani ya mariage. Non. Walikwenda kuya juu ya franga, mais nous battons pour dire que tutabapiga pole pole na waone kwamba keno effectivement balikuya nayo haiko yeye batarudia nayo. Balikuya na mashara imekamatika, manakuya na manini masira nzito imekamatika. C'est pour vous dire que hakuna yeye saa hii nakwambia anaweka wanipate mzuri hiyo sira zao wawili, ile nani shari mbili yenye iko chini ya pale kunani nani Kabimba kwenye ilikuwa resistance ya nani ya Kabila, njoo kwenye iko pale saa hii na tushagundua ni problem. Sasa tufanye nini? Tunatafuta mbinu zote tumalize kwanza bali mebe kukumlima, bali tubatakamata kama vile unalokota mashini mambinzo, unalokota kama mbembe wanataka kama l'escargot tutabakamata kama vile wale ambao ngaliki nafanya wanapenda kutia kichwa nguvu, tutabakamata pole pole parce que leurs armes se trouvent présentement pale Kabimba. Hakuna kitu tena pale na baisha zingirwa hivi saa hii banazingirwa na banajua. C'est pourquoi umlisikia balikuya na gari 10 banaingia na inaenda wapi? Zote beko wapi? Wewe angalia watu wakuwe na gari 10 itakuwa effectif ya ngapi? Na hii gisi manakuya kwa nini abatobole? C'est pour vous dire que ana nafasi alizunguka akaenda nani Minembwe, kwenda Minembwe kule akatwangiwa tu anatwangiwa. Na ndio maana nikusema kwamba Kongomani mwe anajua iko kwa Mkongomani, atulie, a contribuer, achangie mo effort ya secteur opérationnel. Tuchangie. Wakati kuchangia sio kusema kwamba ukamate habari ya adui utupatie. Na kusema kama no, adui analeta hivi na hivi. No, utupatie seulement kusema kwamba adui anakuya eko fasi fulani. Na tayari tuna besoin ile. Pale Kalemi na pale Uvira, ku residence yenyewe ilikuwa chini ya nani ya maendeleo, kwenye bakubaya beko pale. Tunajua kwenye pale ku résidence ya maire de la ville Kiza Mwato ambao bako nakala pale tunaizijua. Donc je suis à Uvira, je suis à Baraka, nika cité kwenye beko nakala pale. Cela veut dire quoi? Nous avons des informations par rapport à leur présence à Uvira et nous avons des informations par rapport à leur présence sur le colline, sur la ville, les villages de Katongo ou encore de Kabimba. Nous avons toutes ces informations. Nous sommes prêts à les récupérer, et non pas à les chasser, non, à les récupérer entre nos mains. Naam, na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa uchambuzi pia taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Matangazo ambayo yameletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. La ziada sina, na kutakia jioni njema kwako na asubuhi njema kwako mtazamaji ambaye unapatikana nje ya nchi huko maeneo ya Umarekani. Kwaherini.